Habari ya wakati huu, ni siku nyingine tena tunakutana kujifunza masomo ya ufahamu wa juu wa kiroho. Tumepitia katika masomo mengi, tumejifunza masomo kadhaa hapo nyuma. Na nichukue nafasi hii kukukumbusha wewe au kukuambia wewe ambao ni mara yako ya kwanza kuwepo hapa, uende nyuma huko utafute vipindi vilivyoisha kwenye chaneli hii uweze kuangalia, ili upate uwezo wa kuelewa kile ambacho tutakifundisha leo hapa, kile ambacho tutajifunza wote kwa pamoja hapa. Na wewe ambaye umekuwa ukitazama vipindi hivi au hujasubscribe, chukua muda kidogo, bonyeza hapo pameandikwa subscribe na alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya vipindi vipya vinavyokuwepo. Leo tutajadili habari ya frequency za roho wasumbufu. Frequency za roho wasumbufu ni jambo geni au ni jambo jipya sana? Linaweza likakuchanganya katika namna moja au nyingine, lakini nitajaribu kulielezea kwa uzuri. Wakati wa kuelezea swala hili, tutazungumza mambo kwamba kifo kinakuwaje na baada ya kifo inakuwaje. Lakini mtu anaweza kupata sintofahamu kwamba mbona mtu unayenieleza mimi uko hai, haujawahi kufa ukafufuka? Lakini majibu ya swali lako anaweza kujibu kwamba sisi tunaishi kabla ya kuishi. Tunaishi kabla ya kuishi, yaani tunakuwepo mara kadhaa katika ulimwengu, na maisha tunayoishi sasa hivi ni kumbukumbu zilizoisha. Ndio maana hata tunakuwa na uwezo na vipaji mbalimbali. Haraka unaweza kujiuliza, hivi vipaji huwa vinatoka wapi? Au uwezo wa mtu huwa unatoka wapi? Unaweza kujiuliza maswali haraka. Kwa hiyo ujuzi na vipaji ni vitu ambavyo vinakuwa vimelala kwenye DNA zetu, vinakuwa vimelala kwenye damu zetu, ni kumbukumbu za vizazi na vizazi, kumbukumbu za mababu na mabibi zetu zinazokuwa zinaishi ndani yetu sisi. Baada ya kusema hayo, nataka nikwambie kwamba baada ya mwili kufa, roho huwa inaendelea na frequency yake ile ile. Narudia tena, baada ya mwili kufa, roho huwa inaendelea na frequency yake ya wakati huo. Nataka niongee ushuhuda kidogo. Unaweza ukakuta mtu kabla ya kufa, hasa wazee wenye hekima zao, wenye kufahamu mambo ya asili, anakwambia mimi nikifa naombeni msinizike mpaka baada ya siku 3. Au mwingine akitaka kustaafu dunia anachukua muda na wakati mzuri wa kujiandaa kufa. Hii unaweza ukaishuhudia katika mazingira ya kawaida, hata katika movie unazokuwa unaziona. Sana utaziona kwenye movie za Kichina, zile legends. Utaziona kwamba master fulani anataka kustaafu dunia, anachukua safari kidogo, anaenda kufia huko, mwingine hata anayeyuka. Lakini katika ushahidi wa mazingira ya kawaida, kuja kwenye uhalisia, niliona katika mazingira ya kawaida kupitia mitandao ya kijamii, nilimuona kiongozi mmoja wa Kenya ambaye sasa hivi hatunaye tena kwenye dunia hii. Alistaafu dunia, alichukua wakati wake mzuri wa kujiandaa kupumzika, na kabla ya kupumzika alikuwa amesema maneno kwamba mimi mwili nikisha kuwa nimekufa, mwili wangu kisha kuwa nimekuwa marehemu, basi nichukue siku 3 ndipo muweze kunizika. Nimewahi kuandika siku moja andiko moja kwamba roho au frequency huwa inachukua siku 3, masaa 72. Huwa inachukua masaa 72 kujisajili, yani kuzoeleka, frequency kuzoeleka katika mazingira yoyote. Hata wewe mwenyewe ukitaka kuanzisha tabia fulani, ndani ya siku 3 imeanza kukuingia. Hata wewe mwenyewe ukisafiri ukienda sehemu fulani, baada ya siku 3 unakuwa umeshaanza kuzoea mazingira. Hata katika elimu hii ndicho ninachokizungumza hapa. Baada ya mwili kufa, roho huwa inaendelea na frequency yake ile ile. Ni jambo geni, lakini nimekudokeza hili kwa sababu tutajifunza kwa undani kitu hichi pale ambapo tutakuja kujifunza kuhusiana na namba. Tutaangalia nishati zinazaliwa vipi, zinazaliwa kwa uwiano gani, kwa nini unakuwa na mwili na kwa nini unakuwa hai, kwa nini mimea ni mimea haitembei, kwa nini wanyama wengine wana miguu 4, 3 au mingapi. Yote hao tutazidi kujifunza, ila kwa sasa tuko hapa kwamba mwili ukisha kufa, roho huwa inaendelea na frequency yake ile ile, na hata wengine huwa wanachukua muda kujiandaa kufa.
kwa sababu pale unapopumzika katika hali ya kulalamika tulizojifunza katika kipindi cha kwanza, habari ya low frequencies, tulijifunza mitetemo ya chini, nikakwambia habari ya hofu, kulalamika, chuki, huzuni na mambo mengine mabaya, nikakwambia ni mitetemo ya chini. Pale unapokufa uko na hali moja kati ya hizo, pale unapokufa uko na hisia moja kati ya hizo, basi roho yako inaenda na frequency ile ya wakati inatoka kwenye mwili wako uliokufa, roho yako inakaa katika mtetemo huo. Kwa leo tunakuja kuangalia frequency za roho wasumbufu, wale watu ambao wanapumzika na wanakuwa katika mitetemo ya chini. Na niliwahi kudokeza kwenye kipindi kimoja hapa katika mafundisho haya ya kwamba roho wa familia, roho huwa anazunguka kwenye damu yako. Yaani roho wa kwetu sisi hana uwezo wa kukuzuru wewe, ila akitaka kukuzuru wewe labda akuzuru kupitia mimi, yaani aje aniasili mimi ndio nikuzuru, ila hana uwezo wa kuingiliana na wewe, ila ana mamlaka na mimi. Sasa hebu tuangalie roho wengine wanapumzika katika mitetemo ya juu, wanapumzika mawimbi ya juu, wengine wanapumzika mawimbi ya chini, kama nilivyotoka kukueleza. Roho hawa mara nyingi, ukifanikiwa kuelewa ninachokifundisha leo, utaona umuhimu wa kujiandaa kabla ya kustaafu dunia, na hautahofia tena habari ya kustaafu dunia. Badala yake utakuwa unapambana ustaafu dunia katika mazingira mazuri. Ndicho ambacho utakuwa unakiwaza, ila hutaona ajabu ya kustaafu dunia. Ni mambo ambayo yapo ambayo unatakiwa kuyafahamu. Tutazidi kujifunza zaidi na zaidi. Kwa hiyo katika mazingira hayo kuna roho wanaopumzika katika mitetemo ya juu na roho wanaopumzika katika mitetemo ya chini. Roho wanaopumzika katika wanaopumzika katika mitetemo ya juu, roho hawa ndio roho wema ambao nilikuwa nakutajia nikasema roho wema. Wenyewe wana baraka, wana amani na wanaenda katika mitetemo ya juu kama nilivyokuambia. Lakini hutembelea vizazi vyao kwa ajili ya ulinzi, ongezeko la hekima, baraka na mambo mengine mazuri. Kwenye kipindi kimoja nilikuwa nimekwambia utulivu ni mafuta ya kusafiri kimawimbi, ni mafuta ya kusafiri katika masafa ya ufahamu. Pale unapochukua utulivu, ukaona mawazo mapya yanakuja, ukaona suluhisho katika mambo yako ambayo haendi vizuri yanakuja kutoka pasipojulikana, roho hawa huwa wanaungana na wewe unapokuwa katika utulivu mkuu. Huwezi ukajua kwa sababu ni vitu vinavyokuja tu, na wewe unaweza ukawa shahidi. Unaweza ukawa umelala usingizi mwepesi, unapata ndoto, unaweza ukawa umekaa sehemu tulivu, mawazo yanakuja kwa mtiririko bila wewe mwenyewe hata huwezi hata kuelezea anakujaje. Kwa roho hawa huwa wanaungana na wewe kwa ajili ya vitu kama hivyo. Mwingine anaweza kauliza kwamba mbona mimi siku moja barabarani nilikuwa hata sijaona gari inatokea wapi, lakini nikashangaa tu nguvu imekuja, nikajikuta nimesogea pembeni kwa haraka namna ambayo ni ajabu ambayo hata haielezeki. Ndio hichi ninachokuambia kwamba roho hawa wanaopumzika katika high frequency huwa wanatembelea familia au vizazi vyao kwa ajili ya ulinzi, baraka, hekima na mambo mengine mazuri. Lakini wapo roho wasumbufu au roho wanaopumzika katika mitetemo ya chini, wanaopumzika katika frequency za chini. Roho hawa ni roho ambao walikufa katika hali ngumu, wale waliokufa wakiwa wananung'unika, wanaolalamika katika hali ya chuki, wivu au kifo cha ghafla. Mwingine alikuta alikunywa sumu, alijinyonga, na hata umaskini ni mitetemo ya chini. Ndio kufahamu hivyo. Na nilikufundisha kwamba mitetemo ya chini, ukiwa kwenye mitetemo ya chini unakuwa unavutia vitu vya chini, kwa maana pepo wachafu, roho wasumbufu, na mambo mengine mabaya. Yaani wewe ndio unayokuwa unavutia. Hauvutii vitu vya juu kwa sababu unatetema kwa juu. Ukitetema kwa juu unavutia vitu vizuri. Ukitetema chini unavutia na kuungana na roho wabaya. Wengine majini, roho wasumbufu wa familia. Kwa unaweza kukuta umegubikwa na matatizo kede. Usielewe kinachoendelea nyuma ya pazia. Na unaweza kaenda kwa mtaalamu wa tiba za kienyeji, akakwambia hiyo mambo ulionayo ni mambo ya kifamilia.
hebu rudi nyumbani ukaangalie kuna tatizo gani kwenye shina la familia. Unaweza ukakutana na kauli kama hizi na unaweza ukawa shahidi katika mazingira yanayokuzunguka. Ndio ushahidi wa hichi ninachokwambia leo hapa. Kwa kuna roho wengine ni wasumbufu ambao wanakuwa wanaingiliana na wana ndugu, wana familia kwa ajili ya kufanya wanavyotaka wenyewe. Hawa roho huwa hawapandi kutokana na hasira, machungu, lawama, kuondoka vibaya, kukosa msamaha, na wanaweza kushikamana na familia, wanaweza kushikamana na familia kama nishati nzito. Jalalani ni sehemu ambayo mimea inastawi sana. Mimea inastawi sana. Lakini ukiangalia pale ni jalalani, pana takataka za kila aina. Lakini mimea ndio inashangilia kuwepo hapa. Lakini kwa mtu asiyefahamu anaweza kaona jinsi mmea ule ulivyostawi, basi akaona ni sehemu salama. Mmea ule umestawi kutokana na nishati nzito. Nishati nzito ambayo haifai. Ndiyo mambo kama haya. Watu hutumia mambo haya namna mbalimbali katika kujifanikishia mambo yao. Wengine huwa wanachagua upande wa giza, wengine wanachagua upande wa mwanga katika kufanikisha mambo yao. Kwa kuwa kuna namna mbili. Ndio maana nimekuambia mfano wa jalala. Kwa jalala ni jalala tu. Mimea inastawi, lakini mwisho wa siku imestawi kutokana na nini? Imestawi kutokana na nishati nzito iliyoko pale. Lakini unaweza kukuta mmea kwenye kisuguu umestawi vizuri kwa sababu pale kuna rutuba ya asili. Lakini unawezaje kujinasua kwamba kwa sababu haya mambo yanaambatana na wewe bila wewe kupenda wala wewe mwenyewe kujua? Ni kutokana na jinsi tulivyokuwa na kulelewa tangu kipindi cha ukoloni ulivyoanza. Sababu ukiangalia vipimo vya ukoloni vimeanza tangu miaka 1000, miaka mingi. Unaweza kaniambia kwamba kipindi Jerumani yupo 1919 kwa mfano. Ni mtu gani ambaye hadi leo yuko anaishi? Na ukoloni ulianza hata kabla ya hapo. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwamba yule wa kutuelezea mambo haya anaweza kuwa amestaafu dunia. Kwa hiyo sasa tunatumia hizo nishati za juu kuungana na kumbukumbu za juu ili tuweze kupata maarifa kama haya na kusimulia leo. Kwamba ni kwa namna gani sasa unaweza ukajisaidia dhidi ya roho wasumbufu na ni kwa namna gani unaweza ukaungana na roho wazuri. Kwa sababu ni mambo yanayotokea tu katika maisha. Wewe uyafahamu, yanaambatana na wewe tu, yani bila wewe uruhusu usiruhusu, ni kutokana na unatetemeka kwa namna gani. Je, una chuki ndani yako? Unavutia chuki. Unalungana na watu ambao wamekufa na chuki kwenye familia yenu. Wewe ni mtu wa msamaha, una roho nzuri, basi unakuwa unavutia watu wazuri. Na wale ambao wana nishati nzito wanakuwa wanasema, huyu mtu bwana sio ana nyota gani? Sio ana nyota gani? Yaani kila kitu kizuri ni yeye tu. Kila kitu kizuri ni yeye tu. Vinamfuata vizuri kwa sababu anatetemeka katika mitetemo ya juu. Ukiwa unatetemeka katika mitetemo ya juu, unakuwa unavutia vitu vizuri. Mitetemo ya chini unakuwa unavutia nuksi, mabalaa, hivyo. Kwa hebu tuangalie jinsi ya kuwapandisha hao wasumbufu, kuwapandisha katika mitetemo ya juu. Kabla sijakueleza hii, nikwambie kwamba roho hawa tunawaita tu ni wasumbufu. Sio kwamba eti ni vibaya. Unaweza kaenda kwa mtu anafundisha unajimu akakwambia wewe una karma. Akakwambia kuna kitu kinaitwa kama. Akakwambia wewe ni kama. Una kama, umezaliwa na kama. Unazaliwa na majukumu ambayo unatakiwa uyatimilize. Wewe umezaliwa na mission fulani. Wanakuambia kusudi la maisha yako. Kwa hiyo roho hawa leo tutawaita ni roho wasumbufu. Mwisho wa siku hata wewe mwenyewe umezaliwa kutokana na hiyo namna. Mtu anastaafu dunia katika mitetemo hiyo, lakini anapopata ufahamu katika mitetemo, kwa sababu katika elimu ya kiroho njano huwa ni njano, nyekundu huwa ni nyekundu, kama ni moja ni moja. Hakuna kilichopinda katika ufahamu wa kiroho. Ndio maana watu wao wanalogeka. Ndio maana wengine huwa wanafunga mikataba afu mwisho wa siku inakuja kuwagharimu, kwa sababu katika mambo ya kiroho hakuna janja. Kwa leo hii utaishi katika imani hii, utaishi katika mtazamo huu, lakini mwisho wa siku pale utakapokuja kufahamu haya ndio utaona kwamba uchague wapi, mwanga au giza. Kwa hiyo kuna namna sasa ya kupandisha roho hawa wapande katika frequency za juu. Ni namna nzito, ni jambo nzito, inaweza ikawa ni geni, inaweza ikawa ni jipya kwa upande wako. Lakini sasa ndio tupo tunaeleweshana sasa leo na upate kufahamu.
Mwingine unaweza usinielewe kwa haraka haraka ukasema huyu bwana anaongea mambo gani? Anaongea namna gani huyu? Anaongea namna gani? Kumbe ni kitu ambacho tunadokezana, ambacho utazidi kufahamu jinsi tunavyozidi kujifunza zaidi uzoefu mbalimbali, ili uweze kuelewa haya ninayoyasema sasa hivi. Kwa sababu kukaa tu katafuta huyu mtu anaeleza mambo haya, kwani amewahi kufa akafufuka? Amewahi kufa akafufuka? Utashindwa kupata majibu. Cha msingi tu usikilize na uzidi kupata uzoefu kutoka hata kwa wazee huko. Ujenge tabia ya kuuliza kwamba hichi kitu kimekaaje, ili uje uunganishe na hicho ninachokuelezea hapa uweze kufahamu. Tunasema kwamba hata nikiongea hapa masaa 1000, hata nikiongea hapa nikikaa na wewe hapo nikakuelewesha namna zote ninazoweza, kama ufahamu wako haujataka kukuelewesha kile ninachokuelekeza, huwezi ukanielewa. Kwa huwa ni namna tu ya mtu kufungua ufahamu wake na kuweza kuelewa kile kinachofundishwa. Namna ya kwanza ya kupandisha roho kutoka kwenye mitetemo ya chini kwenda kwenye mitetemo ya juu ni msamaha. Kitendo cha msamaha ni kitendo tu, tunakitamka tu. Maneno mangapi? Kina maneno machache, ni neno moja, au niseme ni neno moja, neno rahisi, msamaha. Lakini msamaha nao usema mimi sio msamaha wa mdomoni, ni msamaha ule wa hisia. Yaani uhisi ile kabisa kabisa. Ni kwa mfano kama vile wewe, kitu gani huwa kinakufanya ulie? Sasa kile kinachokufanyaga wewe ulie ni mtesemo. Hata nikisema msamaha, unaelewa kabisa kwamba msamaha hata usipoongea, lakini kuna namna unaweza kujisikia msamaha. Katika kufanya hivyo, nimetoka kueleza hapa kwamba roho huwa wanaungana na wewe, yani roho wa familia hao. Nishati hizi za familia zipo karibu na wewe. Kwa hiyo katika kufanya hivyo wanakuwa wanajifunza kutokana na miondoko yako. Kwamba kumbe wema ndio huu. Kumbe wema ndio huu. Kumbe sisi tulikuwa tunaishi katika mazingira haya. Kumbe ndio hivi. Kwa wewe kuwepo kwake ni msaada. Ndio maana unaweza kukuta mtu mmoja kwenye familia, unasema kwamba huyu mtu ni mtu wa ajabu sana katika familia. Hasa watoto wa mwisho kuzaliwa ni wa ajabu kidogo, au hapendwi kutokana na namna yake. Mnamuona kama mtu anayejitenga sana, yani mtu fulani amekaa kipekee. Ambao katika familia nyingine kama kulikuwa na mambo ya uganga, huyo ndo anakujaga kuwa mganga. Anakuja kuwa mganga kwamba yeye ndo anabeba mikoba. Yaani mtake mstaki, asili tu imemchagua hivyo. Hiyo ni kutokana na kwamba anakuwa na baraka hizo, inatakiwa amalizie mission anakuwa akamilishe majukumu ya roho wengi. Kwa anapewa jukumu hilo zito la kukamilisha hiyo mambo. Kwa anakuwa na baraka na support kubwa sana nyuma yake. Watu hao wapo hata katika mazingira yako yanayokuzunguka. Na kama ulikuwa hujui, anza kufuatilia habari ya watoto wa mwisho, hasa kwenye familia za kitemi au zile za kichifu. Wewe fuatilia wale watoto wa mwisho wanakujaje, au angalia hata katika vitabu vya simulizi hizi za dini. Angalia story ya Daudi. Nadhani ni mtoto wa mwisho kuzaliwa katika ile familia. Na watu walikuwa wanadhania kwamba labda yule aliyekuja kuteua kwamba yeye anaweza kama mfalme, labda atateua wale watoto wengine. Wakati huo Daudi yeye hakuwepo. Angalia kwenye hizo simulizi na za wengine manabii wengine jinsi walivyokuwepo. Na katika mazingira ya kawaida tu yanayokuzunguka, angalia yule mtoto wa mwisho anakuaje. Anakuwa na kielele kama mtoto wa kwanza, au anakuwa ni mpole? Sisi tunavyoishi huwa tunaangalia umri kwamba huyu amezaliwa ni mdogo, huyu amezaliwa ni mkubwa. Lakini ukija katika elimu ya kiroho, hakuna habari ya umri, ila kuna mamlaka. Kuna mamlaka kubwa na kuna mamlaka ndogo. Mamlaka kubwa inaweza ikawa na umri mdogo, na mamlaka ndogo inaweza ikawa na umri mkubwa. Yaani kwa kifupi, simba ni simba hata akiwa mdogo, na swala ni swala hata akiwa na mvi. Ndio ninachokimaanisha. Kwa hiyo uangalie namna ya kujua mamlaka hizi. Usiwe unapenda katika mambo ya kiroho kujaji mambo ya kwani wewe ni nani. Kwa hiyo sasa unatakiwa kutuma maombi gani pamoja na msamaha? Tumesema msamaha, silaha ya kwanza nimekwambia ni msamaha. Silaha ya pili ni maombi ya kutakasa. Lazima ujue kutumia lugha za nuru, lugha ya upendo. Yaani ujue kutumia lugha za nuru, yaani mambo mema,
frequency za juu tulivyojifunza kwenye somo lile la kwanza. Ndio maana kusisitiza kurudi kwenye somo la kwanza. Habari ya upendo, uwe na upendo bila mipaka, uwe na amani. Yaani fanya ufanyavyo, uishi katika amani. Haijalishi una pesa, huna pesa. Amani itakuletea vitu vingi. Yaani ukijua kujisikia amani itakuletea vitu vingi. Shukrani, jua kushukuru vitu vidogo, hata muda unaopata, hata maarifa unayopata, hata jinsi ulivyo. Jua hata kushukuru kwamba bila kujiunga na United Kingdom of Africa nisingefahamu hichi kitu. Hiyo ni shukrani. Hata kabla shukrani hiyo, nitakuwa ushukuru kukutana na elimu kama hii. Sio wote watakaoelewa, ila najua kuna mwingine atanielewa hicho ninachokizungumza kutokana na mapito yake. Wengine ni wateule, wanahangaika, lakini wakikutana na maneno yangu haya watajua njia yao. Ila kuna wengine bado wanajitafuta katika haya mambo. Nimeongea mambo mazito sana katika somo hili, lakini ili uweze kuelewa vizuri, karibu darasani. Kwenye chaneli hii, comment ya kwanza kabisa utakuta imepiniwa comment ya kwanza. Pale kuna link ya darasa. Unaweza kujiunga na darasa ukaweza kufahamu mambo haya kiundani. Kwa sababu hapa tunapokuwa hadharani hapa tunakuwa tunaenda na muda, ila darasani tunakuwa hatuna limiti ya muda. Unaweza kauliza jinsi unavyotaka. Unaweza ukataka kufahamu udhibitisho wa kitu chochote, tukakwambia udhibitisho ni huu hapa, nenda kadhibitisha mwenyewe ili ufahamu wako ueleweshe wenyewe. Basi nikushukuru, nikutakia wakati mwema.